Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi alifanya iftar katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma iliyokutanisha viongozi pamoja na wananchi mbalimbali wa manispaa ya Songea. Akizungumza wakati wa iftari hiyo, Dr. Nchimbi amesema mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na Kwaresma itumike na Watanzania kuomba amani kwa ajili ya taifa la Tanzania. Nawashukuru mno kwa kukubali mwaliko wangu kwa kuja kushiriki iftari ya leo. Asanteni sana sana sana. Nawaomba tutumie mwezi huu mtukufu na mwezi wa Kwaresma kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aendeleze umoja wa nchi yetu, aendelee kutulinda na maadui wakubwa kwa ubaguzi wa kidini, kikabila, kikanda, kirangi. Watanzania wote tuendelee kuwa wamoja kama tulivyo, tuendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kuwa na upendo. Wananchi wanafarijika na kufurahi kutokana na uongozi wa serikali ya awamu ya sita ukiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan na nyinyi wasaidizi wake. Nikuhakikishie tutaendelea kutekeleza maagizo na miongozo ya kuwatumikia wananchi, lakini kikubwa pamoja na kusimamia miradi ya maendeleo na miradi mingine inayoletwa ndani ya mkoa wetu. Na baadhi ya viongozi na wananchi walioshiriki iftari hiyo walikuwa na haya ya kusema. Leo hii tumejumuika hapa pamoja kwenye iftar ambayo imeandaliwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi. Lengo lake kuu lilikuwa ni kutuweka pamoja Waislamu pamoja na Wakristo tuweze kufuturu pamoja, lakini ametuasa na ametuomba tudumishe amani, umoja, mshikamano na upendo, lakini kubwa zaidi tuendelee kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ili awe na afya njema, ili waendelee kushirikiana kwenye kuijenga nchi yetu ya Tanzania. Na kubwa zaidi sisi kama watu wa mkoa wa Ruvuma kwa makundi yote tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini pia tunamshukuru sana Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuandaa iftari hii. Hili jambo lolifanya linaonyesha ni uzalendo, lakini linaonyesha ni namna gani ambapo ameweza kuja kuandaa iftari hii bila kuzingatia itikadi ya kidini, kwa maana Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini hata wale ambao hawana dini, maadamu wote ni Watanzania. Kwa kweli tumeenda kuenjoy sana katika iftari hii. Inaishiria ni umoja na upendo na matumaini tuliokuwa nayo, na ukizingatia kama hotuba yake fupi ambayo ameenda kuisema, amehimiza Watanzania wote tuendelee kuwa katika amani, upendo na mshikamano. Kwa kweli nimefurahishwa na jambo ambalo alifanya Makamu wa Rais. Amekumbuka, amerudi nyumbani. Unajua amekuwa mbunge wetu kwa kipindi cha miaka 10 takriban. Sasa leo amekuja nyumbani kwa kweli. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kuonesha upendo ambao ameufanya, na hilo lilifanya maana yake Watanzania watazidi kushikamana na serikali yao, watashikamana pia na makamu wetu wa rais. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa jambo ambalo alifanya siku ya leo. Kwetu sisi hili ni somo, kwa kuwa Mheshimiwa Rais imani yake ni imani ya dini nyingine tofauti na Uislamu, lakini leo katuita sisi Waislamu na wenzetu wasiokuwa Waislamu kuja kutufutulisha. Tumefuturu kwa pamoja, na umeona hali ilivyo, tumeshikamana, tunasalimiana, tunapokezana, tunakumbatiana, walio Waislamu na wasio Waislamu. Hii ndo amani yenyewe, kuchangamana namna hii. Mimi ni Shehani Mzaina. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika.